Soba, how are you? Very good. Very good. Gavana, habari? Msemo wa Kisogora unaosema kuwa fahali wawili hawakai zizi moja ulikuwa dhahiri shahiri hapa katika chuo kikuu cha Masai Mara, kaunti ya Narok. Licha ya wawili hawa, gavana wa Bomet Isaac Ruto na kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale kuonekana kuchangamkiana awali. Mkono moja unasema pesa mashinani, mkono mwingine hutaki tukuulize maswali. Hii pesa si ya mama yako bwana. Hii pesa si ya baba yako. Hii pesa ni ya Wakenya. Na lazima watu waulizwe. Lazima watu waulizwe. Wewe relax, tumeongea tutaongea. Zilichukua juhudi za gavana wa Narok Samuel Ole Tunai kumtuliza gavana Ruto ambaye alionekana kuwa na ghadhabu kwa matamshi ya Duale aliyemtaka awajibike. Mheshimiwa Kabogo, umeulizwa maswali 200 million. Mheshimiwa Jack Raguma, umeulizwa maswali ya 300 million. Mheshimiwa gavana wa Murang'a, umeulizwa pesa. Lazima pesa ya Kenya iwajibike. You must account for the people of Kenya. Sisi tumesema utaulizwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Lakini hata Duale alipoketi, wawili hawa wakaonekana wakizidi kuzomeana kadamnasi. Gavana Ruto akipigia debe kura hiyo ya pesa mashinani. Nyinyi ambaye mumeshiba Nairobi, mnakuja kutuambia tungoje 2017. Watoto wetu hawafiki kwa mahospitali. Naibu wa rais ambaye alipata kushuhudia vuta ni kuvute hiyo ya wafuasi wake hakuyazungumzia hayo, bali alichukua fursa hiyo kuwaonya Wakenya dhidi ya kuitikia mwito wa pesa mashinani na ule mwingine wa kura ya maamuzi. Wale tuliwashinda, mtu ya kitendawili na watu yake, wameona ya kwamba sisi tukitekeleza manifesto ya Jubilee hawatakuwa na la kusema 2017. Ndio munaona sasa wameungana na magavana wengine eti kutukoroga maneno ya referendum, ndio tukose kuimplement manifesto ya Jubilee, tukose pesa ya kuimplement manifesto ya Jubilee, wawe na ya kusema 2017, kwa sababu wanataka kuokoa mambo yao, siasa yao ambayo imesambaratika. Kwani mnafikiri sisi hatujui hii maneno? Alex Kubasu, Citizen Nipashe.